Kuna qissa Musa maa Firaun wa qissa Musa an qaumi. Kuna qissa cha Nabii Allahi Musa na Firaun, lakini kuna qissa cha Nabii Allahi Musa pamoja na watu wake, na hatuwezi kuelezea simulizi za wote hawa. Allah anasema naslu alayka min nabai Musa wa Firauna bilhaqqi liqaumin yu'minun. Katika suratu Qasas tunakusomea habari za Musa na Firaun kwa haki, kwa ukweli, kwa ajili ya watu wenye imani, waumini. Firaun ni kiongozi ambaye zamani system ya uongozi wake ulikuwa na dhulma kubwa. Alal aqalli Firauni wa Musa alikuwa ni mfanya biashara kidogo, na katika biashara zake akiuza watermelon, matikiti. Baadaye matikiti yakawa amebadilisha biashara, anakodisha sehemu za kuzikia watu na sanda, akipata pesa. Lakini alikuwa mcheza kamari mkubwa, na akicheza huliwa. Mama yake akamwambia, unatwanga maji kwenye kinu, unatafuta pesa, kwa jasho zinaliwa. Akamwambia, uauni, hivi zinavyoliwa ndio najisaidia, ipo siku na mimi nitakula. Siku akacheza kamari, akaliwa pesa zote mpaka sanda zimeliwa, ikawa na madeni, kulipa hawezi. Watu wa mji wake wakaamua kumfukuza, wamkamate, wamwadhibu, kwa sababu kila mtu anamdai. Ikabidi naye akimbie. Baada ya kukimbia kwake ndipo akapata jina Firaun. Alikuwa akisema waauni, najipa msaada. Sasa leo Farra amekimbia aun, ule msaada wake mwenyewe. Ilikuwa asli ni Firaun, ikaja baadaye kwa mkato Firaun, ndio huyo Firaun. Lakini mmoja kati ya wafalme akamchukua, akamlea, akamfanya kijana wake wa karibu, na mfalme yule akaja kuota ndoto, akaifasiri ile ndoto. Baadaye alikwenda na mfalme, akamuua mfalme yule, ikabidi yeye awe mfalme wa nchi sasa ya Masri. Asilia yake ni Yemen, ni mtu mweusi, ni mfupi, ni mnene. Sasa pale Misri wenyewe ni Bani Israili, akawa Bani Israili anawatesa, anawadhulumu na nchi yao. Akawa anaita kabila zake Maqibti, Aqbat, kila kitu kizuri akawa anawapa wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna Firauna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'a. Anasema hakika ya Firaun ameleta kiburi kikubwa katika mgongo wa ardhi. Waja'ala ahlaha shi'an, na wale watu wake akawagawa matabaka apate kuwatawala. Yastadhifu ta'ifatan minhum, akawa ananyongesha kundi kubwa miongoni mwao, na kundi jingine analipa favor. Yudhabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum, akawa anawachinjia watoto wa kiume na anawaachia watoto wa kike. Innahu kana minal mufsidin, alikuwa ni katika mafisadi wakubwa. Alipojiona amekuwa mfalme, alijiandalia jeshi la askari wengi kwa sababu ya ubaya aliokuwa nao. Lakini zamani za kale mtu akipata pesa kidogo hujitangazia uungu. Kwa hiyo miungu alikuwa wengi, hii tabia zamani ilikuwepo. Lakini huyu Firaun alipopata pesa na uongozi, yeye akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mungu kabisa wa juu,
na akapiga marufuku mwingine asiitwe Mungu, na yoyote anaoitwa Mungu pamoja na mimi akamatwe. Na Mwenyezi Mungu akampa mtihani miaka 40, miaka 400 hakupata kuumwa hata na mafua, akaghurika ni ile siha. Haya, kama mimi si Mungu ni nani? Lakini binadamu ni binadamu, ana matamanio. Akaambiwa yuko binti mmoja mzuri, mfalme anakufaa, Misri nzima hakuna mfano wake, ni ajmalu mraa, ituni biha, nileteni nimuone, au twendeni kamuone kwao. Akaenda mpaka nyumbani, akamwona mwanamke mrembo, na huyu ni Saida Asia binti Muzahib. Akampenda, akataka kumfanya kuwa ni mkewe, akamposa. Baba yake akamwambia, innaha saghira, binti huyu mdogo hawezi mambo ya ndoa. Akamwambia ataweza, na ukikataa nitakuua. Akamwambia, mwanangu, nenda tusije tukauawa. Angalia miujiza ya Allah. Mtu muovu kama Firauni akaenda kuoa walia wa Allah, kipenzi cha Allah, Sayyida Asia binti Muzahib. Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema wanawake watukufu wako 4 wa peponi. Wa kwanza ni Asia binti Muzahib, mkewe Firauni. Wa pili ni Maryam bintu Imran, ni mama yake Nabii Allah Isa bi Maryam. Wa tatu ni Khadija binti Khuwailid, ni Sayyida Khadijatul Kubra, mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nne ni Fatima Zahra, ni Sayyida Fatima binti yake Mtume Muhammad sallallahu. Hawa ndo wanawake wa peponi. Mawali hawa hawana mchezo. Huyu bwana anajitangaza Mungu, hekima zake Allah, akaenda kumuoa huyo bibie. Wanasema wakati amemuoa alikuwa ni mzuri mno, tatalala bihusni jamaliha la yatasawwaruhu al-aql, anawaka kwa uzuri wake, hummithilishi na yoyote ile. Na mwanamke ukishaambiwa ni mzuri huitwa fitna hasa. Alikuwa ni fitna kwa uzuri wake. Sasa itakuwaje? Ikafikia usiku anamuendea katika tendo la ndoa, anaambia Asia, uridu kili firash, haya mke wangu njoo nikupate. Saida Asia akamuuliza, lakini wewe si ni Mungu? Anambia, naam, mimi Mungu. Sasa wewe huoni aibu kutenda tendo na kiumbe chako? Mimi naona aibu bwana. Mungu mimi bwana nafanya mengine. Anambia, haifai, wewe Mungu. Asema basi tuyaache. Baadhi wanasema hakupata kumwingilia, kila siku maneno ndo hayo hayo, na alikuwa akiudhika kweli, kila akimtamani, akimtaka anakataa, anamwambia mimi sifanyi tendo na Mungu, labda useme we si Mungu ndo tutafanya habari hii. Ndo ujue ukidai mambo huna, unaadhirika na kuaibika. Sasa alimkera, alikuwa akimuudhi, lakini alikuwa hana cha kumfanya kwa sababu anampenda. Baadaye watu wakamjua yeye pengine Mungu kweli. Siku moja wakamfuata wakamwambia, ewe Mungu, Firauni mto Naili maji yamekauka, tunaomba. Akaenda mpaka kwenye ule mto, akanyanyua mikono, akamwomba Mwenyezi Mungu Firauni, Mwenyezi Mungu usiniangushe, usiniaibishe, na kuomba maji yatoke kwa wingi. Halafu yakija maji kwenye huu mto, itakuwa rahisi mimi kwa kumvisi hawa kuambia mimi si Mungu, Mungu ni wewe, utaabudiwa kwa kishindo kikubwa. Niwezeshe uone. Mungu anaijua nia yake. Akamwezesha, ikawa alivyoondoka ule mto unamfuata, anatembea nao. Akashangaa wakati anakuja na mto na maji, watu katika mji walivyomuona wakaanza kushangilia kule kule, Mungu huyo, Mungu huyo. Akasema hata kuambia si Mungu haiwezekani tena.
Akamwambia Mwenyezi Mungu, utasubiri mara nyingine nitawatangazia, lakini hivi sasa wenye bure bure wamekubali kuniita mimi ni Mungu. Basi anarudi nyumbani kwake, yule mkewe Saida Asia anamwambia maneno na sifa vina mwisho, wabainishie watu we si Mungu, we hasa unajiona Mungu, ambia we si unaona watu wananiona mimi Mungu. Ikawa mtihani mkubwa. Siku nyingine akapata mtihani, njaa inamuuma, hataki kula mbele ya mkewe. Sasa kila mkewe anambia Mungu hali. Akaiba tende, kaenda kujificha toilet, anaenda kula. La haula wa mashaka haya. Mke wake kamuona, mke naye kaenda mbio, kaenda kuita watu, wakamwambia sinishakwambieni huyu si Mungu, hatwendeni mkamwone chooni anakula. Watu wakaja mbio, wakavunja mlango, wakashangaa, mnakuja mpaka huku chooni, mnafuata watu huku. Sasa shavu limetuna zile tende, akazitema kwa nguvu akiwa mkali, lakini alivyozitema subhanallah, pale pale kupewa mtihani, tende zote zikageuka mende. Akamwambia, mfikiri mimi nafanya nini? Mimi sijisaidii chooni wala sili, mimi Mungu nilikuwa naumba mende. Unaona nimeona. Na hapo ilikuwa mende bado hakuna duniani. Watu wasema kweli Mungu kweli huyu. Ndio maana ukitizama mende kweli utafikiri vinashabihiana na tende kwa mbali. Na mende pia ukiwatizama asilia yao chooni ndio ilikuwa asilia mpaka leo. Saida Asia anamwambia bado, wewe si Mungu, atangazie watu, asema na rabbukumul a'la. Wachawi walikuwepo kweli, na watu wa kukagua bao wakamfuata baadhi ya watu, wakamwambia mzee, kuna hatari kubwa. Hatari yenyewe iko kama hivi: sayuladu ghulamun min bani Israil. Hesabu zetu za nyota na ramli zetu zinasema atazaliwa karibuni mtoto kupitia hawa bani Israili ambao tunawatesa kila siku. Wasaufa yantahi mulkuka biyadihi, na siku hiyo ufalme wako utapotea mikononi mwake. Akauliza, kishazaliwa? Akaambiwa bado. Akasema hata wale waliozaliwa wote wachinjwe. Ndio ikaanza agenda ya mjumbe wa nyumba 10. Kila nyumba ikawekewa mjumbe. Mtu akishika mimba tu, ile mimba itakiwa ikaripotiwe. Nabii Allah Harun ni ndugu yake Nabii Musa. Yeye alikuwa ni kijana wa miaka 15, hakupata shida yoyote ile. Lakini Nabii Musa mwaka wake wa kuzaliwa ndio ulikuwa una shida kidogo. Mama yake Nabii Musa alishika mimba. Wakati ameshika mimba, akaificha ile mimba. Kabla haijazaliwa mumewe kafa, baba yake Nabii Musa. Kwa hiyo Nabii Musa ni yatima. Nabii Musa ni yatima. Siku anajifungua mama yake Nabii Musa akawa na wasiwasi mkubwa mno. Akajifungua ndani peke yake. Wakati amejifungua ndani, akamweka mtoto katika tanuru la moto. Lakini baadaye akamwahi ni ile kuchanganyikiwa. Lakini baada ya hapo, ule wasiwasi mwingi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampelekea ilham. Wa auhaina ila ummi Musa an ardhi'ihi, tukampelekea wahai mama yake Nabii Musa, tukamwambia mnyonyeshe mtoto wako. Fa idha khifti alayhi, ukiogopa kumnyonyesha, faalqihi fil yam, mtupe katika kisima, katika maji, na mto Naili ulikuwa unapita karibu na wao. Wala takhafi wala tahzani, usiogope kama atakufa maji, na usihuzunike kama utakosa kulea mtoto. Inna raduhu ilaiki, hakika tutakurudishia. Wajailuhu minal mursalin, na tutamfanya miongoni mwa manabii insha Allah.
Mama yake Nabii Musa akaenda kwa fundi seremala, akatafuta kibubu kikubwa kama kisanduku. Fundi anashangaa tu, cha nini hicho mama? Ambia wewe, si kazi yako, nitengenezee. Akamchukua mtoto akaanza kugongea misumari. Baada ya kugonga misumari, akaenda kukiweka katika bahari, huku akimwambia Mwenyezi Mungu, usiniangushe Mola wangu, na kuomba unisaidie juu ya mtoto wangu huyu. Sanduku lile likaanza kuondoka. Wakati linaondoka sanduku kama lile, huku nyuma akawa na wasiwasi mkubwa. Linatembea. Sasa Firauni kwa sababu ana pesa, alijenga jumba lake kubwa kando kando ya bahari. Kama mnavyoona mahoteli makubwa sasa hivi yanakuwa kando kando za bahari. Alafu alitaimu ule mto Nile, bahari inaingia ndani kwake, kuna bwawa na koga. Alafu akishaingia kukoga, akitoka hapo anaenda kuwaambia watu wamsujudie. Lakini Firauni ana mtoto, lakini mtoto huyu hakutokamana na Saida Asia, mtoto kwa mwanamke mwingine. Na huyu mtoto wake alikuwa na maradhi, na maradhi aliyokuwa nayo ni maradhi ya jodari, ya upele mwili mzima, haponi. Sasa huyu mtoto ana tabia kwenda kuoga pale kwenye ile bwawa. Sasa kwa sababu yale ni maji chumvi, anapata unafuu wa ule upele. Siku miongoni mwa siku anakwenda kuoga, mara akaona lile sanduku linapita pale. Yule mtoto binti yule akaliokota lile sanduku. Allah asema, waltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Akaliokota ile, kulishika tu lile sanduku, upele wote ukaondoka mwili mzima. Maajabu makubwa. Akapiga kelele mtoto yule, wakaja watu wengi pale, kuna nini, kuna nini? Anasema, angalia, nimeshika, nimepona. Na mwingine mwenye maradhi akajaribu kuja kushika, naye akapona. Kila mtu akapona. Wakasema haiwezekani, hebu lifungueni ndani tuone jamanini lina kitu gani. Angalia kudra ya Mwenyezi Mungu jalla jalala. Walipofungua wakamkuta Nabii Allah Musa ananyonya vidole vyake. Wanasema awwalul lahdha idrak, mwanzo wa kupenda kitu uone kwanza. Saida Asia ndo alifungua. Baada ya kufungua lile sanduku, akamtizama Nabii Musa kipaji chake cha uso, pale pale akampenda. Na Nabii Musa naye kutizama akampenda mama Asia, wema wawili hao. Firauni asema iftah, fungua. Haya, kuna nini ndani yake? Asema kuna mtoto, tena mtoto mwenyewe wa kiume ananyonya vidole. Watu wakashangaa, huyu mtoto anapawa kiasi gani? Ukishika sanduku lake tu unapona. Haya, ukimshika yeye mwenyewe itakuwaje? Wakasema jamani, dawa hii. Lakini Firauni aliwaza mbali, akasema ni sawa, lakini jamanini, mtajuaje kama ni yule mtoto atayekuja kuitoa roho yangu? Idhbahuhu bisur'a, pamoja na yote mimi naomba mumchinje, naomba mumchinje tena kwa haraka mno, pengine ndo huyu watoto wa maajabu hawa. Akaja mbio Saida Asia akaambia mume wake, wala huyu mtoto hana matatizo yoyote. Waqalat imratu fir'aun qurratu aini li walak, mume wangu, huyu mtoto ni kitulizo cha macho yangu mimi na wewe. La taqatuluhu, na kuomba usimuue. Asa an yanfa'ana, huenda akatufaa, na ni kweli aliwafaa. Au natakhidhahu walada, au tumfanye mtoto, si unajua mimi na wewe hatujazaa.
alafu wewe si unajiita Mungu, basi wewe unaje huyu atakuwa Mungu mtoto, wewe Mungu baba bwana, nyumba yako itakuwa ina miujiza kuponyesha watu. Lakini Firauni hakuingiwa na akili hiyo, asema hapana, utaniponza Asia, wacha mimi nimchinje. Akasema wallahi huwezi kumchinja. Angalieni kudra ya Allah, kudra ya Mwenyezi Mungu kumnusuru Nabii Musa, akamtumia mwanamke. Mabwana, si tunapenda kusema mwanamke ni mnyonge, wanawake ni madhaifu. Hayo maneno umeyapata wapi? Ila kiprotoko wanawake wana nguvu nyingi kuliko mimi na wewe. Narudia tena kusema wanawake muwaone hivi hivi, na ukitaka uharibikiwe one time, jilegeze mbele ya mwanamke, mueleze mipango yako, mwanamke umekwisha. Angalia baadhi ya watu wakubwa heshima zao zinashuka, shauri ya wanawake. Angalia majambazi wakubwa wameshindikana kukamatwa, lakini ukimtumia mwanamke kishaenda na maji. Nyie hamjai kuona polisi wanatembea na wanawake kwenye defender kukamata watu? Kajiregeze kwake, kajiuze kwake, alafu kisha baada ya hapo mchukue. Nitakupa kisa kimoja. Angalia, kuna baba mmoja yupo kijijini, anafanya kazi zake, anajituma bwana shamba. Akatokea mwanamke kutoka mjini huku Dar es Salaam. Unajua wanawake wa mjini wakifika vijijini huonekana masuperstar. Mwanamke mzuri, mrembo, kila mtu anamtaka, kama mnavyojua wanaume. Basi kila mtu anamkataa. Alipokutana na bwana shamba yule, akakubali kuolewa naye, wakaanza mapenzi mpaka wakaoana. Na walivyooana, wakiwa wanaishi mapenzi moto moto, mwanamke katoka mjini, anajua kupika chapati, anajua kupika nini. Bwana akakolea, anachanwa ndevu, anafundishwa kuvaa. Maisha si ndo haya jamanini, furaha kubwa. Huyu bwana wakati anaishi akayasema kwa kuyasema kwa mke wake, akamwambia, mke wangu, wallahi wewe ndo mke, nakupenda sana baby, kwani wewe hujawahi kuoa? Akamwambia, naam, mimi nishawahi kuoa, nilikuwa na mwanamke mzuri tu, lakini bwana mimi nina hasira, aliniudhi siku moja nikamuua, lakini nilikuwa sijampenda kama wewe. Kwa hiyo baby, usiniudhi, mimi nina mshipa wa hasira. Ulimuua kabisa? Ambia naam, nilimuua, nilimchoma kisu tumboni, kisha nikaenda kumfukia, kisha serikali ikajua, kisha sikujulikana kama ni mimi, nikatoroka. Mimi nilikuwa siishi kijiji hichi, ndio hicho kijiji kingine nilifanya mauaji. Tuyaache mke wangu, ni mambo ya hatari haya. Umenitisha, lakini sasa hivi siko hivyo, pia alikuwa ananikosea. Basi mwanamke akabeba ujauzito kwa mume wake. Wakati amebeba ujauzito, alipofikia saatul makhadha, uchungu umemshika, anaenda kujifungua, mwanamume akapigiwa simu au akatafutwa mtu. Kipindi hicho kulikuwa hakuna simu, yuko shamba anamwagia, anaambia mke wako hivi sasa anataka kujifungua, njoo wahi uende hospitali. Allahu akbar. Anakuja mbio, kweli mke wake uchungu umemshika, lakini tizama maajabu, anamkuta mke wake amevaa full combat uniform za polisi. Kufika pale anakuta defender pia imemzunguka. Ikaambia huko chini ya ulinzi, tulikuwa katika idara ya upelelezi, na huyu askari mwanamke, huyu mkeo ni askari, mpaka amekuja amekubali umuoe bure bure, mpaka akakubali umpe mimba, mpaka leo anaenda kuzaa.
lakini isikilize kaseti. Akawa anaifungua ile kaseti, kumbe alimrekodi mume wake akisema, hakika mimi nilifanya nini? Niliua mke wangu. Vipi? Ambia we muuaji bwana, nenda tu kafie jela, mtalea mtoto. Mwanaume anakwenda huku analia, na mwanamke huku naye anaenda hospitali leba huku analia. Huyu ndo kiumbe nane? Kiumbe mwanamke. Miaka yote hii kumbe alikuwa akinichunguza. Na mimi sitaki kutia ugomvi, lakini muwe makini basi wanaume, mnajisahau sana mkikaa na wanawake. Huyo mkeo usimpe asilimia zote, yaani mwanamke muone hivi hivi. Hakuna kitu kilishusha heshima ya Mtume Muhammad isipokuwa kupitia mwanamke. Alidhalilika mtume wetu kuambiwa mke wake pengine amemsaliti, japokuwa ilikuwa ni uongo, lakini alichanganikiwa. Machozi alimdondoka shauri ya mwanamke. Siku moja mpaka mtume kawaambia wakeze 9, chagueni mawili, mnanitaka mimi au mnataka dunia? Kama mnanitaka mimi, tumalizane leo leo, nikupeni talaka sasa hivi. Mnaponaje hapo? Lakini mimi na we leo tunacheza na wanawake. Ikiwa una biashara zako hutaki ziharibike, hebu haya mambo ya wanawake weka mbali. Ukiwa una heshima yako, ilinde. Sehemu ya mwanzo ya kuilinda heshima, wanawake. Sio kila mwanamke umefunguliwa njia utatoka tu, utapotea. Wallahi hakuna mtu jabbar kama Firauni. Kilichomdondosha Firauni, mwanamke. Mwenyezi Mungu alitumia silaha ya mke wake, na si yeye peke yake. Aswad al-Si, mtu ambaye alijidai kuwa mtume zama za Mtume Muhammad. Mtume alisema auawe, watu walishindwa kumkabili, matabiina na masahaba wakamtumia mke wake wakammaliza. Kwa hiyo ukiwaendea kwa pupa wanawake, hakika utavunja heshima yako, na tunayaona kila leo yanatokea. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, tusiwadharau wanawake, ila tuwe na umakini na wanawake. Waqalat imratu fir'aun qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Basi mwanamke ana nguvu nyingi, na nguvu zake zinaanzia wapi? Kwa sababu mwanamke anaweza akaona kiungo chako mpaka kiungo chako cha uzazi, umekaa uchi wa mnyama, akaona maumbile yako na asishtuke wala asibabaike. Lakini mimi na wewe waweza ukaona kitu kimoja, ya lahum min sha'riha ma ajmala. Umeona unywele tu ule, toba roho yangu, umeona nywele ile, wallahi sijui hurlaini huyu mtoto huyu. Mwingine umeona rangi tu, malauniha. Mwingine mtu mmoja asema, shekhe huyu mwanamke nampe. Angalia siku moja bwana, tuko hapa markazi hapa Kiwalani hapa wakati tupo, kuna rafiki yangu mmoja akawa ni dai, kuna mtoto wa kike akawa anasema ataka amuoe mtoto mwenye asili ya Mwanza. Wanaongea mengi kucha kutwa. Sasa siku hiyo nikaambiwa leo ndo tunakutana naye, na wewe ushuhudie, tupeleke posa. Nikamwambia tabana. Ananiambia, shekhe mwanamke mzuri, ni rafiki yangu. Ambia shekhe, nimepata, Mwenyezi Mungu kaniona umaskini wangu kanipa kitu. Nikamuuliza, ushai kukutana naye, ushai kumuona? Ambia la, sijai kumuona. Sasa unamuonaje ni mzuri? Ambia subiri kaka nimpigie simu. La ilaha illa Allah. Alipompigia hiyo sauti, hata mimi nilipata ghera, akasema hichi kweli kitu. Halo. Basi ana voice nyingi katika rekodi ile sauti tu ile. Wala takhdha'na bilqawl. Angalia, Allah anasema wala takhdha'na bilqawl, msizivunje sauti zenu.
fayatma alladhi fi qalbihi marad, wagonjwa wataugua kwa ile sauti ya mwanamke. Tunaugua hatuugui? Unakwisha, unaugua hivi hivi. Akasema, nikamwambia hata mimi naona atakuwa mwanamke mzuri, lakini niliakhirisha nimuone shemeji mtarajiwa. Tukasubiri afike pale. Allahu akbar! Alipofika pale, yule bwana nilimsikia akisema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si mzuri kabisa kabisa, lakini Mwenyezi Mungu alimpa sauti. Na wanawake haya ni katika mapambo yao. Sasa wewe ukiona kitu kimoja tu, ukiona vidole vyake tu, unaathirika, unaumia. Ndio maana kibiashara pale Kariakoo kwenye maduka ya simu utakuta anaweka wanawake warembo, si nyingine kutoka Zanzibar au kama Waarabu hivi. Mimi nishawahi kwenda maduka yale ya simu, wallahi sijai kuona kuna mwanamke kizee kawekwa pale mbibi. Mshai kuona anauza simu, atakuja kununua nani? Lakini anawekwa binti mmoja mzuri, tena anaambiwa regeza sauti, mtoto usiwe kisirani. Hodi za sai, salama, karibu, habari yako? Wewe uondoke hapa shekhi. Simu shilingi ngapi? Hii hapa 500. Simu ipo huku, lakini unamwangalia, na hii hapa itakuwa kiasi gani? Athari ile inapatikana. Basi hata sehemu za chakula hivyo hivyo, utakuta hata baadhi ya kina mama ntilie ataikwa binti mrembo kuvutia ile biashara. Na ndio maana hata ikiuzwa sabuni atachorwa binti mrembo, ikiuzwa pasi binti mrembo. Amekuwa mwanamke leo anatumiwa kama biashara, na hii si sawa katika jamii. Sasa Saida Asia alipoona Firauni anataka kumchinja Nabii Musa, akamwambia, bwana, hebu njoo, si unajua yale mambo yetu siku nyingi hayakufanyika, na anataka ampate mkewe. Akamuingiza ndani, akamkanda kidogo. Firauni kapata ule ujoto. Asema almar'atu hiya masdaru sakina, mwanamke ni transformer la kukutuliza. Mwanamke akikushika tu ile mikono yake, unasikiaje? Unasikia baridi, unasikia unalala. Akasema malaki fan'am, amali mke wangu nishike na hapo basi kidogo. Mimi nasema kuanzia leo huyo mtoto asiguswe. Kashabadilisha maamuzi amiri jeshi, akasema asiguswe, aachwe kama alivyo. Si umesema mzee tumchinje? Nimesema saa ngapi bwana? Nyie mnajielewa? Nimesema msimchinje. Fanya maskhara mwanamke. Na ndio maana mwanamke alivyoumbwa na Allah, hata katika mwili ana nguvu kuliko mwanaume. Kwanza, reserve yake ya kuweka chakula ni kubwa. Pili, kifua chake kina ukomavu kuliko cha mwanaume. Ukimshika mwanamke mkiminyana hivi, wewe ndio utachoka, lakini yeye haumii. Ana uwezo wa kumlaza mtoto mkubwa kifuani mpaka asubuhi. Kwa nini asimlaze mtoto? Wewe si anakulaza wewe, siku moja mlaze juu uone habari yake, kama hujaamka umekauka. Allah amempa nguvu mapajani na kifuani, akatumika kumkomboa Nabii Allah Musa. Nabii Musa akapona. Wanasema Nabii Musa alikuwa haraka. Alipofika umri wa miaka 2, hiyo mtoto wa miaka 2 tayari anatembea. Siku moja Firauni watu wamemsujudia. Musa anarukaruka, alikuwa kiitwa mtoto wa Mungu. Firauni akaanza sifa, mtoto wangu njoo tuabudiwe. Nabii Musa akaja mbio mpaka kwa baba yake Firauni, ndio baba yake mlezi. Lakini alipofika pale tahamakia, akakimbilia zile ndevu za Firauni akazikamata. Alikuwa ni mdogo wa miaka 2, lakini Mwenyezi Mungu alimpa miujiza ya nguvu zaidi ya watu 50, mtoto wa miaka 2. Basi watu walijaribu kumtoa ule mkono, watu wazima, tena askari wenye mazoezi, wanajeshi, walishindwa. Wakavuta vibaya mpaka zile ndevu zikang'oka, zikawa zinatoa damu. Firauni alikasirika mno, akasema haiwezekani, huyu lazima nimchinje. Ana chuki na mimi mapema, ananichukia huyu. Akaja mama Asia akasema, amna, haya mambo ya kitoto, huyu mtoto. Asema si mtoto, huyu mtu mzima.
mpe mtihani uone. Akachukua maziwa, akachukua mkate, akachukua tende, akaviweka vyakula hapa, alafu pembeni akaweka makaa ya moto. Akasema hamwachieni, mkimwona amekula chakula, huyu ni mtu mzima, ana akili zake, mtieni panga afe. Maskini Nabii Musa hajui, akawa anakwenda. Na unajua watoto na vyakula, haikuwa tu ataka kumuua. Nabii Musa akawa anafuata glasi za maziwa zile, lakini katikati ya vile vyakula akaja mbio Sayyidina Jibril, akasimama katikati ya vile vyakula. Sasa Nabii Musa kila akitaka kuja anamtisha Jibril, anamtisha Musa kama kumpiga hivi. Nabii Musa analia, ila anamuona peke yake, watu hawamuoni. Lakini Sayyidina Jibril akaona nikichelewa tutamponza huyu. Akachukua ule mkono wa Nabii Musa akamshikisha kaa la moto, yaani pale pale kashika, kaanza kulia sana. Kisha akamchukulisha lile kaa akammezesha mdomoni, akazidi kuungua. Kitendo kile alicheka sana Firauni, asema nilikuwa najua huyu mtoto ana akili, kumbe hamna kitu bana. Wewe ushashika moto umeungua na akili zako bado unapeleka mdomoni. Achaneni naye, hamna kitu, hataki kuwa ni wale wale tu. Jibril anamcheka, ambia wewe ndo hamna kitu. Akawa amepona. Lakini kabla ya hapo na kabla ya miaka miwili hii, siku zile Nabii Musa, waharramna alayhi almaradhi'a min qabl, alikataa kunyonya maziwa ya wanawake wote pale. Wakawa wanatafuta nani atanyonya, mpaka wakawa wanaenda masokoni, barabarani, hataki. Lakini Saida Asia ni ndugu kabisa na mama yake Nabii Musa, ni mtu na dada yake, kwa mama mkubwa na mama mdogo, mtu na khalati yake. Alipomtizama yule mtoto alivyo, akagundua sura za shemeji yake mzee Imran. Akaambia hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna wa hum lahu nasihun, huyu mtoto najua ametoka nyumba gani, kwa sababu walikuwa wamepagawa, hawakuzingatia. Akaenda mpaka kule kwa dada yake, akaambia dada, mpaka umeshika mimba, mpaka unazaa, umenificha hata mimi mdogo wako uniambie? Akaambia nitakwambiaje na kati mume wako kazi yake kuua watoto, nataka aje kuniulia mtoto wangu? Ambia basi aishe mtoto mzima, twende ukamnyonyeshe. Alikuja pale mama yake Musa, faradannahu ila ummihi. Alipofika kweli Nabii Musa akaanza kung'ang'ania lile titi la mama yake. Mama akaulizwa, kumbe wewe ndio umezaa na ana dalili zote za uzazi, na ilikuwa auawe, mbona hukuripoti mimba yako? Wewe ndio umezaa, hata kama usi mtoto wako, mtoto ule mzaa yuko wapi? Akajitetea mama yake Nabii Musa akasema, ewe mfalme, kwani askari wetu, kwani nchi yetu inatuachia watoto? Bimaana mimi tayari nishazaa na ashauliwa mtoto wangu, sema tu kifua changu kinanukia nukia, hakuna mtoto anaweza akakataa titi langu akajitetea. Basi sasa mama, mimi itabidi mkuandike kazi ya kumlea huyu mtoto na kumnyonyesha. Mama yake Nabii Musa akasema, haiwezekani, nyumba yangu mimi ya kimaskini na huyu ni mtoto wa mfalme, hawezi kukaa katika nyumba yangu mbovu. Akaambia, hatumaanishi kwamba unaenda kumlea kwako, utakuja kibarua, utamnyonyesha, utaondoka. Mimi niko na mume wangu, japo mume kisha kufa. Ambia saa nyingine tutakupelekea huko huko na nyumba yako itavunjwa, utajengewa nyumba mpya na utaandikwa kazi. Angalia miujiza ya Mwenyezi Mungu. Wallahi, mama huyu alikuwa ni mjane, akaandikwa kazi sawa na mawaziri na akajengewa nyumba nzuri, akaanza kuendesha maisha yake kupitia kile alichokizaa. Ndio pale Allah asema, faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'da Allahi haqq. Tulimrudisha kwa mama yake apate kutulia nafsi yake, alafu ajue Mungu si muongo, Mungu ni mkweli ahadi zake. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, ila watu wengi hatujui
Ndio maana mtu yuko tayari kuacha kusali aende kibaruani, na wakati hapa ukisali utapata. Mtume kishaambiwa kwa niaba yetu sisi, anaambiwa muru ahlaka bis-salah, amrisha familia yako wasali, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe udumu katika hili. La nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Haitotokea hata siku moja tukakuomba riziki kwa sababu unasali, sisi ndio tutakuruzuku, na mwisho mwema utathubutukia wenye kusali. Watu wengi wanaokosa sala tano wamekuwa tariku sala, ishu kubwa ni riziki. Sasa nikisha swali bwana kibaruani, na mtu yuko tayari kukosa mpaka Ijumaa kwa sababu bosi wake hataki. Tuna wasiwasi na Mwenyezi Mungu. Sasa kupitia kisa cha Nabii Musa, Mwenyezi Mungu anatuambia anna wa'adallahi haqqun. Jamani, ni promise ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Watu hawajui. Kubalini mambo kama haya. Nabii Allah Musa mama yake akapata ajira, naye akanusurika kuchinjwa. Kama nilivyosema, amekuwa haraka haraka. Falamma balagha shuddahu wastawa, akafika umri wa miaka kama 30 na kitu, mtu mzima tena. Alikuwa na rafiki yake nje, Nabii Musa wa kibani Israeli, lakini rafiki yake anapenda ugomvi sana. Sasa rafiki yake yule siku moja akawa anapigwa, Nabii Musa akaamua ugomvi. Alipoamuliwa yule adui wao akamkera Nabii Musa, fawaqazahu Musa faqadha alayhi. Nabii Musa akampiga yule mtu, kwa bahati mbaya akamuua bila kukusudia. Alijuta sana, nimeua mtu. Akasikitika, akatubu, na Mwenyezi Mungu pale pale akamsamehe. Wakati ametubu Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, akiwa anatetemeka, nimeua mtu. Qur'ani inasema walamma balagha ashuddahu wastawa. Ashudda wanasema ni miaka kuanzia 38 au tuseme 30 na kitu. Wastawa, na akastawi. Atainahu hukman wa ilma, tulimpelekea mapema vitu viwili, busara na elimu. Mwenyezi Mungu alimpa ilmu na busara. Wakadhalika najzil muhsinin, hata watu wema wakishaupata ule utu uzima tu, Mungu anawapa busara na hekima. Wadakhala almadina ala hina ghaflatin min ahliha fajada fiha rajulain yaqtatilan, katika kupita pita kukuta watu wawili wanapigana. Hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi, huyu ni rafiki yake na huyu ni mpinzani wake. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhina min aduwi, ikabidi Nabii Musa amsaidie rafiki yake juu ya yule adui yake. Fakazahu Musa faqada alayhi, Nabii Musa akampiga yule mtu akammaliza. Qala hadha min amali shaitan, cha kwanza alianza kumlaumu shetani, hii ni kazi ya shetani, shetani keshani ponza. Innahu aduwwun mudhillun mubin, hakika yeye ni adui mpotevu wa wazi. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi, ewe Mola wangu nimeidhulumu nafsi yangu. Faghfir li, nisameh. Faghfara lah, na Mwenyezi Mungu akamsamehe. Innahu huwal ghafurur rahim, kwa Mungu ni msamehevu alafu ana huruma. Qala rabbi bima an'amta alayya, Mwenyezi Mungu kwa vile ulivyonineemesha na afya. Nabii Musa ana nguvu, ana afya. Falan akuna dhahiran lilmujrimin, sio kwamba ni muovu wa waziwazi na tangaza ubabe, bahati mbaya tu alikuwa akitubia kwa maneno haya. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab, kesho akaamka katika ule mji anatetemeka. Si unajua kuua kuzito, kuua ni kuzito sana. Siku moja
damu ya mtu ni mzito. Kulikuwa kuna kampuni nasimamia Tegeta huko. Basi kuna muadhini ni rafiki yangu, na msikiti huo mimi nilikuwa imamu. Alfajiri ile ya kweli anakuja kupiga adhana ya kwanza, anasafisha msikiti. Sasa akaja akaadhini adhana ya kwanza. Akishaadhini anavuka barabara, anarudi upande wa pili, anachukua vidumu. Sasa ile adhana ya pili ikawa haipatikani. Mbona mzee leo haadhini? Basi kumbe kuna kijana aliiba nyumbani gari, akapita pale akampiga yule mzee, kamuulia pale pale. Gari ilikuwa noa. Kisha akakimbia mpaka nyumbani kwao, hata watu hawajajua. Alafu baadaye akarudi. Ile kurudi kanijia mpaka kwangu mimi, ustadhi, nimeua mtu bwana. Yani kashaondoka tayari, hatumjui, lakini ile damu inamtafuta. Nimeua. Angambia, umemuua nani? Naona simjibu haraka, kaenda pale msikitini, jamani nimeua. Watu wakambia, tulikuwa tunatafuta mtu aloua, umejileta mwenyewe. Sasa watu wanalaumu. Sasa kwa nini umerudi? Ujasiri, damu ni nzito kuliko maji. Sasa Nabii Musa huyu, fasbah fil madina, tena Nabii Musa mtihani. Unajua alomuua nani? La ilaha illa Allah. Kamuua ndugu yake kabisa Firauni. Si ndo mtihani wenyewe? Bora ningeua mtu wa kawaida. Nimemuua mtoto wa waziri. Hebu niambie, ukiua mtoto wa kiongozi, sasa si waziri wala si makamu wa rais mwenyewe, hali yako itakuwaje? Akamwambia yule ndugu yake, ndugu yangu, umeniponza mimi, nina wasiwasi nitauliwa na huyu bwana. Ashanitafuta siku nyingi Firauni kuniua mimi, hanipendi. Basi tu itakuwaje? Basi Nabii Allah Musa akapambaukiwa khaifan, tena yataraqab. Ile hofu inazidi kuzalika, na hofu ni katika mitihani mikubwa. Fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrihuhu, tahamaka. Akapita sehemu nyingine, kaona ugomvi. Anashangaa yule bwana alomsaidia jana na leo tena anapigana. Alafu anaambia Musa, njoo. Qala lahu Musa, Nabii Musa akasema, innaka laghawiyyun mubin, wewe ni muovu wa wazi kabisa, huna maana, wewe una tabu. Ina maana mimi nitakuwa mtu wa kuua watu tu kila siku? Jana umefanya nini? Anasema moyoni mwake, lakini akasema ngoja nimsaidie, nisipomsaidia anaweza akaropoka cha jana. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahum, akiwa na nia safi kwenda kumsaidia. Wakati anakwenda kumsaidia, qala ya Musa, yule mtu nia yake hakuona kama anasaidiwa, akajua sasa lile kono la jana linakuja kunitandika na leo. Nabii Musa Allah alikuwa akimuita, mtume alikuwa akimuita rajulun murabba'un, baba wa miraba minne, mkono kweli, panchi kweli. Yeye mnasema duniani ana ngumi kubwa, mwenye ngumi kubwa Nabii Musa. Nabii Musa idha dharaba, uja akipiga na uwa mtu. Aturidu an taqatulani kama qatalta nafsan bil ams, utakauniue kama ulivyoua mtu jana. Na hapo ilikuwa inapelelezwa. Basi kila mmoja, sitaki ushahidi. Watu wakakimbia, taarifa zikapelekwa mpaka Ikulu. Halafu wakazidisha, huyu mtu hana maana. Kuna baadhi ya watu hawasaidiki. Hasa ya nini kuyaropoka yote kama sio kuponzana? Aturidu an taktulani, sasa utaka kuniua kama qatalta nafsan bil amsi, kama yule jamaa ulivyompiga chembe jana, si ulimuua yule? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardh, anamsimanga. Wewe huna unachokitaka, utaka uonekane mbabe wa mtatu, utaka uonekane mwamba, ndio nini sasa? Wama turidu an takuna minal muslihin, huyu mtu mbaya, wala utaki kunisuluhisha. Najua utaka uwe tu uonekane unaua wenzio. Bangi gani unakula we? La ilaha illa Allah. Kwa hiyo ndo aliua jana, ndo na mimi eti ndo anataka uniletee. Usiletee hizo. Nabii Musa kaona huu mtihani mkubwa huu. Nabii Musa akasema sasa ishakwisha. Na wengine wakakimbilia Ikulu, dili make ishatangazwa.
Maana huyu alikuwa mtoto wa shangazi yake Firauni akawa anamtafuta muuaji kwa zawadi ya hali ya juu, na watu wataka kuuaga umaskini kwa kuumia kwako. Si unaona hata leo ukiwa una cheo, hata kiwe cha dini, ukikiachia mwingine anaingia kwa furaha yote, wewe utaudhika, utajua mwenyewe. Haya ndio maisha ya kibinadamu. Subra ni jambo moja muhimu mno. Wajaa rajulun min aqsa almadina yas'a, basi Nabii Musa akiwa amekaa akamkimbilia Allah na istighfar, akaja mtu kutoka mbali kabisa nje ya mji. Qala ya Musa innal mala yatamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Huyu alikuwa ni wali wa Allah. Aqsa ni jamu ya qasi, alitoka nje mbali sana, alikuwa wali wa Allah. Kaambiwa nenda mpaka Misri, utamkuta nabii wa Mungu, mtahadharisha atoke, atauliwa, kamuokoe. Huyu bwana kama alipaa alifanya nini, ile dua tu kafika, hata Nabii Musa hajai kumuona. Akamwambia Nabii Musa, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Innal mala yatamiruna bika, wewe ujui ikulu huko watu wanapewa details zako uuliwe, kuna stop order inatoka. Kwa hiyo fakhruji, ondoka sasa hivi, usiende hata kuchukua viatu nyumbani. Nabii Musa asema tutambuane basi kaka. Yule bwana alikuwa na tawadhu, hakutaka hata kusimamia wali fulani. Akaambia inni laka minan nasihin, amini nataka kunjua mimi na kunasihi tu, mjumbe hauawi. Ikabidi Nabii Musa atoke umbali mkubwa, sawa na kutoka Dar es Salaam mpaka wapi, mpaka Singida kwa miguu, mpaka kilomita karibia 1700, ndio kutoka Misri mpaka kuelekea Madian. Fakharaja minha khaifan yataraqab, qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin, akatoka na hofu nyingi akisema Mola wangu niokoe na watu madhalimu. Walamma tawajjaha tilqaa Madian, wakati sasa anaelekea pande za Jordan, qala, akasema asa rabbi an yahdiani sawa as-sabil, pengine Mungu akaniongoza njia iliyokuwa sawa. Insha Allah taala tupate adhana, palipobakia tutakwenda kwa haraka na tutakamilisha. Na safari ndefu. Wajada ummatan minan nasi yaskun, akakuta watu sehemu ile wamekuja kunywesha wanyama, watu wengi, na pale ubabe ndio unaotumika. Fajada minhum mratan tadhudan, katika wale watu akawaona mabinti wawili wamejitenga. Akawasogelea, anaona muda unaisha mpaka usiku, akiwauliza fama khatbukuma, nyinyi mbona mmekaa hapa? Akasema na sisi tutaka kunyosheleza, lakini hatuchanganyiki na wanaume, na haja tunayo, hatuna msaidizi wa abuna sheikhun kabir, baba wetu kashazeeka. Fasaqa lahuma, akachukua wale wanyama akawanyosheleza, kisha akapanda juu ya mti kwa ajili ya kulala, akisema rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir, kama kuna khairi umenishushia wala sina wala sioni. Nabii Musa aliwezaje kuwachotea wale maji? Kwa sababu ya zile nguvu zake, alipotembea wale wenyewe tu walimuogopa wakakimbia, make si mtu wa kawaida jiumbile lake. Kwa hiyo wale masela watata wenyewe wakaanza kukimbia. Basi mabinti wale wakaondoka mapema nyumbani. Baba yao baadhi wanasema ni mzee Shuaib alayhi salam, akawauliza mbona mmerudi mapema? Wakasema tumepewa msaada na kijana mmoja, ametutendea wema, ametusaidia. Wanasema Nabii Shuaib akatambua huyu kijana si wa hapa, bila shaka atakuwa mgeni
So vijana wa hapa wote hawana maana, hakuna mkarimu. Akajua huyu anatoka nje, anatoka mbali. Asema kanitieni tena ili aje mwambie nitaka nimlipe pesa. Fajati hidahuma kanat tamshi ala istihya. Akaja binti mmoja nzuri anatembea hatua ndogo ndogo kwa aibu. Akamwambia Nabii Musa, akamkuta kalala juu ya mti. Inna bana yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Baba yetu anakuita wema wako ajana akaurudishe. Nabii Musa akamwambia, mimi sikufanya ili nipate pesa, nimefanya fi sabilillah. Akamwambia ni kweli, lakini kwa sababu baba ni mtu mzima, pengine ataka kuone labda kuna maneno akueleze. Kwa sababu ana adabu Nabii Musa, akakubali kwenda. Binti yule katembea kama kujishaua kidogo, unajua mambo ya wanawake. Sasa akimwona mwanaume wa sawa sawa, Nabii Musa akamwambia, utanichanganya tena, utanichanganya sana. Kama kwenda kwenye ndo hivyo, weka nyuma. Allahu akbar. Ingekuwa ndo mashehe sisi wa leo, ndo unashukuru, unamchora mpaka unaona mistari ya nguo. Ndio maana nasema Nabii Musa alilinda heshima, alikaa mbali na vitu kama hivyo. Basi wakafika mpaka kule. Nabii Shuaibu akashangaa, kipande cha mtu si mchezo, jitu kubwa lakini lina adabu. Akamwelezea hali yake. Nabii Shuaibu hakumwambia kama wale wazee wa Noko, kumbe we muuaji, sasa tumtafutie askari alafu unajisema mimi mwenyewe askari, bali alimwambia nitakupa hifadhi wa najauta minal qaumi dhalimin. Ndio hivi ilivyo hadithi ya Mtume, sema man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu yawm al-qiyama wa man satara ala al-musliman satarahu Allahu yawm al-qiyama. Atakayemfanyia wepesi mwenye uzito, Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi siku ya kiyama. Haimaanishi ufuge majambazi, lakini kuna mtu ni bahati mbaya, akampa makazi. Alipomuonesha chumba hichi kalale, kesho wanawake wameamka wanaenda kuchunga. Nabii Musa anawauliza, mnaenda wapi? Alisema tunaenda kuchunga. Asema nyie dada zangu, hii kazi ya wanaume si yenu, nipeni nionyesheni nikachunge wapi. Angalia mtu anayejua kufadhilika huyu, hakujifanya kama bosi. Sasa Nabii Shuaibu anasema kale aliletewa gongo na Sayyidina Jibril, akamwambia ili gongo atakuja nabii wa Mungu, mpe. Sasa ili asilipoteze, akalitengenezea sample yakawa magongo 100 akayaweka ndani. Akamwambia Musa, hebu ingia kijana pale ndani, kuna bakora ukachungie. Nabii Musa kuingia, kayachagua magongo yote, hakuona ila lile ambalo Jibril kampa Nabii Shuaibu. Akaenda kulichukua lile gongo. Nabii Shuaibu alipomwona anatoka na lile kashangaa, sio hilo. Hiyo ina habari kubwa, irudishe, katafuta nyingine. Nabii Musa karudi, kila anaolishika halielewi, asema ile tu. Katoka nalo mara ya pili. Shuaibu akashangaa, usikii mzee, hilo lina mwenyewe, lirudishe. Wanasema mara ya tatu hii ndio ile aya, asa an yahdi Allahu sawa as-sabil, pengine Mungu ataniongoza njia ya sawa. Maneno ya asa mara nyingi huwa yanakuwa kweli. Mara ya tatu akasema huyu mzee kama nitamkera basi, lakini ile gongo mimi siliachi. Akatoka bila kuaga. Mzee tutaongea baadaye. Nabii Shuaibu akajiuliza, mbona mtoto anang'ang'ania asije akawe ndio huyo mtume aliyokusudiwa? Maana yeye alikuwa anajua labda ataambiwa sasa ni huyu mpe. Nabii Musa alipoenda na gongo lake, kijua kikali kalala chini, lile gongo tahawala, likaota mti mkubwa umemwekea kivuli. Alipoamka haoni gongo, anaona mti. Mbona hapa nilivyolala hamna mti? Kusimama kuushika ule mti ukawa gongo. Bakora asema ndo maana yule mzee kanibania. Kumbe mzee mwenyewe hata hajui habari zake. Alipompiga mbuzi, wale mbuzi walikuwa hawazai. Alipompiga wakaanza kuzaa kama paka.
watoto 6, watoto 8, watoto 10 wanazaa ovyo ovyo, muda mchache wakawa wengi sana gongo lile. Basi mtoto mmoja akamwambia, baba, muandike kazi ya abati stajiru, huyu mpe ajira asiondoke hapa. Na ni vizuri kumpa ajira mtu ambaye ana sifa mbili, alqawiyul amin, ana nguvu nyingi, alafu ni muaminifu. Uaminifu wake njiani kule hakunitaka, alinipa heshima kama tunazaliwa. Nabii Shuaibu akasema huyu ni mtu na nusu. Akamwambia, uridu anunke haka, taka nikupe mke, ihdabnataini hatani, katika hawa wawili unamtaka nani? Ambia huyu kidomodomo huyu. Na ndo alikuwa akimtaka Nabii Musa. Huyu anayesema uniandike kazi, huyu hasa mzee wangu. Akamwambia, sasa sikiliza mzee, antajurani 8 hijaj, sikupi sasa hivi, utachunga miaka 8 mfululizo. Hebu angalieni jamanini, hapa tayari ana miaka karibia 40. Utachunga miaka 8 usimguse. Fa in atmamta 10 famin indika, lakini ukiongeza 2 mwenyewe anaona kama kitu chepesi, utakuwa umefanya sadaka baba. Wallahi mitume wana subira. Wale wanaosema Nabii Musa hana subira wakome mara moja. Ingekuwa mimi na wewe, bora ungeniozesha kabisa, yatatokea mengine hapa. Nabii Musa akamwambia, nitachunga na hiyo 2 nitaongeza, ila tu usinigeuke inshallah, ikifika huo muda nipe mke. Falamma qadha ajra wasala ila ahli, akachunga miaka 10. Ule mwaka wa 10 akaozwa. Alipoingia tu akaozeshwa, akajamiana na mkewe pale pale Madian, akashika mimba. Mimba ilipofika miezi 9 akawa na hamu na mama yake. Akamwomba mzee Shuaibu, akamwambia, baba, na kuomba unipe ruhusa, nipe ruhusa niende kumuona mama nyumbani, lakini pia niachie niende na mke wangu, hata akamjue mkwe wake ni nani, na kuomba kwa hisani yako. Akamwambia, huna haja ya kuomba sana, huyu ni mke wako, nenda naye. Wanasema ndio pale Allah asema, wa hal ataka hadithu Musa, katika suratu Taha. Umeipata isimulizi ya Nabii Musa? Inasemaje? idh raa nara faqala li ahlihi mkuthu inni anastu nara. Wanasema alipita sehemu kati ya Madian na Masri, katikati hapo akaingia kwa pori, kukaa kuna sehemu kuna baridi kiama, inashusha athalji, mabarafu, sio baridi kama ya mountain Kilimanjaro, mpaka ikampa athari yule mwanamke, uchungu ukaja hapo hapo, akazaa barabarani pale. Sasa mama mzazi anatetemeka, Nabii Musa hajui afanye nini. Baadhi wanasema akaona ad-dukhan, akaona sehemu kuna moshi unafuka. Wanasema ilikuwa mchana akaona moshi. Wengine mufassiruna wanasema ilikuwa usiku akaona moto. Ndio hapa Allah anasema waqala li ahlihim kuthu. Sasa wakati ameona moto, akamwacha mke wake pale pale barabarani, akamwambia, inni anastu nara, mimi nimeona moto, la'alli yatikum minha biqabasin au ajidu ala nari huda, pengine nikifika kwenye ule moto nitapata makaa, alafu nikija na yale makaa nitakuashieni moto, mtoto apate joto, na mzazi itakiwa apate joto. Au angalia maneno ya mitume, au ajidu ala nari huda, au pengine nikapata uongofu. Huda ndo utume. Angalia maneno ya mitume yalivyokuwa na nasibu kubwa. Au nikapata instruction fulani, irshadati, hidayati pale. Falamma ataha, wanasema aliposogelea ule moto, alikuwa anauona unawaka. Alipofika pale, anashangaa upo juu kwenye jabali. Kuingia kuchungulia kwenye lile jabali, akaona mti ndo unatoa moto, alafu ule mti tahamaka haungui, mti wenyewe ule mti haungui, unatoa moto. Kuzidi kuangalia, akasikia sauti inamwambia, falamma ataha, alipouendea mti ule, nudia ya Musa, akasikia anaitwa, anatangaziwa, inni ana rabbuka, mimi ndo mlezi wako, ndo Mungu, fakhlana alaika
innaka bilwadi almuqaddasi tuwa, vua viatu, uko sehemu safi sana. Katika mulahadhan Nabii Musa yalitokea mambo pale, akaulizwa umeshika nini mkononi? Akasema ni bakora tu. Ambia mimi naijua kuliko wewe, saufa takunu tarikhi, itakuwa historia kubwa hii. Alqiha ya Musa, idondoshe. Ikawa nyoka mkubwa mpaka akapata fadhaa kubwa. Akaambia hiyo kote, ikawa kama fimbo tena. Ingiza mkono kwa pani hivi tu afubane, wengine wasema mfukoni, takhruju bayda min ghairi su, utatoka mwanga mkali, hauna ugonjwa, haufifii. Basi jimwanga ikawa mkono wake. Akaambia hadha burhanani min rabbika, hii miujiza miwili imetoka kwa Mola wako. Ila Firauni wa malai, yule Firauni yule akajua, yule Firauni habari zishaisha, bado mzima. Ambia mzima, na ule uendazimu umeongezeka, na uwa kama nini. Sasa wewe itakiwa uende kule. Akahoji, asema mimi siende, nikienda insha ya kanyaga mwenyewe, nataka niingie kwa siri insha wa mtu. Basi mtume ndugu yangu Haruna huwa afsahul lisanu minni, yeye ni mfasaha hata kuliko mimi. Mwenyezi Mungu akaambia wewe unaenda na Haruna, nyote mtakwenda. Idhhaba anta wa akhuka, nenda naye, lazima muende pale. Nabii Musa hakurudi tena nyuma ya familia yake. Yule mwanamke, watu walipofika pale wanamkuta katoweka, haijulikani ameingia kwenye lile pango au umekwenda wapi. Hakurudi nyuma tena, hayupo. Sasa wasamaria mwema wakamchukua binti yule, wakasema mumewe kapotea, tumrudishe Madian kwa baba yake. Akatahamal mashakili yale, ile anarudishwa. Nabii Shuaibu kwa sababu ni mtume, mitume hawaathiriki na matukio, ana message kutoka kwa Allah. Si unaona Nabii Ismail, mtoto mdogo kaachwa miaka 9 au miaka 11, alipokuja hakuna lawama, mbona umetuacha? Alafu anakuja anaambiwa tutakiwa uchinjwe. Yeye akasema sawa. Wana ilhamu na wahai kutoka kwa Allah, hawana maisha kama sisi, wala hawana nongwa. Shuaibu alipoona mbona mmemrudisha, ambia mume wake kaingia kwenye pango katoweka. Nabii Shuaibu asema yes, mwanaume kaingia kazini. Sasa na mimi kibarua changu kishamalizika tayari, huyu kashafanywa ni nabii, na lile gongo lilopewa ndo mwenyewe hasa. Na kweli Nabii Musa, ulama anasema pale ndo kwa mara ya kwanza alifunuliwa akapewa utume. Akaingia Misri siku ya celebrate ya nchi, akamkuta mama yake maskini anakula chakula cha usiku. Alipomwona mtoto wake analia, mwanangu hujauawa? Ambia mimi bado sijafa, tena mimi mtume. Kaka yuko wapi? Ambia kaongezwa cheo kwa Firauni, ni waziri. Waziri tena Haruna, naenda kumtoa huko kwa sababu kisha kuwa mtume. Kisha ikawaje? Inshallah historia hii ni ndefu, tumejaribu kubalansi lakini si kwa haraka namna hii. Inshallah taala siku nyingine au wiki ijayo tutakuja kuendelea sehemu hii mpaka tufikie alipokufa Nabii Musa na wake zake walikuwa wangapi. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.